Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, naamini mmefika salama Chato. Kwanza nianze kwa kuwashukuru ndugu waandishi wa habari mliofika hapa Chato kwa kuitikia wito wangu wa kukutana nanyi wakati huu. Nimewaita mahali hapa kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kuwafahamisha nyinyi na kupitia nyinyi kufahamisha umma wa Tanzania kuhusu ugeni tunaotegemea kesho kutoka nchi rafiki, Jamhuri ya Shirikisho la Kidemokrasia ya Ethiopia. Kesho ratiba nyingine zitakuwa kama ambavyo zitakuwa zimepangwa kwa ajili ya shughuli hiyo kesho, ikiwa ni pamoja na mazungumzo ya faragha kati ya Rais Magufuli na Rais Zewde. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii kutoa muhtasari kuhusu uhusiano na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Shirikisho la Kidemokrasia la Ethiopia. Tanzania na Ethiopia zimekuwa na mahusiano ya muda mrefu na ushirikiano mzuri kwa muda wote huo. Na uhusiano huu unatokana na msingi mzuri uliojengwa na muasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika na baadaye kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar kuungana mwaka 1964. Uhusiano huo unaanza tangu mwaka 1963. Jamhuri ya Tanganyika ilifungua ubalozi na kuwa na uhusiano wa kibalozi na Ethiopia mwaka 1963. Na ndio mwaka ambapo Umoja wa Nchi za Afrika, yani OAU, ambao leo ni African Union, Umoja wa Afrika, uliundwa. Na miongoni mwa waanzilishi wa Umoja wa Nchi za Afrika OAU alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia Mfalme Haile Selassie wa Ethiopia. Na kwa kutambua umuhimu huo, Ethiopia nayo imefungua ubalozi wake Tanzania, na Ethiopia ilifungua ubalozi wake hapa nchini kwetu Tanzania mwezi Mei mwaka 2018. Kwa maana hiyo basi nchi zetu hizi mbili sasa zinawakilishwa katika nafasi ya mabalozi. Nchi zetu zimeendelea kushirikiana kuanzia mwaka 1963 mpaka Afrika ya Kusini ilipoondoa utawala wa wazungu wachache. Tanzania na Ethiopia zilishirikiana sana katika masuala ya ukombozi wa kusini mwa Afrika. Ikumbukwe mkutano uliounda Umoja wa Nchi za Afrika ndio huo uliounda Kamati ya Ukombozi ya Umoja wa Nchi za Afrika, na ikaamuliwa kamati hiyo makao yake makuu yawe Dar es Salaam. Na ndio maana toka mwaka 63 kamati hiyo ilipoundwa ya ukombozi wa bara la Afrika kusini mwa Afrika mpaka Afrika ya Kusini ilipopata uhuru wa watu wengi, nafasi ya katibu mtendaji wa kamati ya ukombozi wa kusini mwa Afrika daima ilishikiliwa na Mtanzania. Wa kwanza alikuwa Balozi George Magombe, lakini baadaye akawa marehemu Brigedia Generali Hashim Mbita. Na tulishirikiana sana katika maeneo hayo. Lakini pia ningependa kueleza kwamba Tanzania na Ethiopia katika miaka ambapo Tanzania ilikabiliwa na hali ngumu sana ya kiuchumi baada ya vita vya Uganda na mashirika mengi ya ndege kusitisha safari zao kwa sababu za kiuchumi, shirika la ndege la Ethiopia liliendelea kutoa huduma zake Tanzania. Na kwa hali hiyo mahusiano yote yamekuwa mahusiano wakati wa raha, lakini pia mahusiano wakati wa shida. Kwa sisi ni ndugu. Waswahili wanasema kufahayo kwa shida ndiye ndugu. Kwa Ethiopia kwetu imekuwa ndugu, na sisi Ethiopia walipokabiliwa na njaa kubwa sana, Tanzania pia haikuwaacha, iliwasaidia kwa chakula. Lakini nchi hizi mbili zimeendelea kushirikiana katika maeneo mbalimbali, ikiwemo swala la uwekezaji, biashara, utalii, ulinzi na usalama,
na usafiri wa anga, na sasa ukuzaji wa matumizi ya lugha ya Kiswahili. Na mashirikiano yetu haya katika ngazi ya kiserikali na kidiplomasia yanasimamiwa na tume ya pamoja ya ushirikiano, yani kwa Kiingereza Joint Permanent Commission of Cooperation, yani JPCC, na azimio la pamoja la mkakati wa ushirikiano kati ya Tanzania na Ethiopia, yani Joint Declaration of Strategic Partnership between Tanzania and Ethiopia. Na pia tuna mkataba wa ushirikiano katika sekta ya utalii, yani Cooperation in Tourism, ambayo utekelezaji wake unaendelea vizuri. Ndugu waandishi wa habari, Tanzania na Ethiopia zimeendelea kushirikiana katika masuala ya kiuchumi, hususan biashara na uwekezaji. Kama mnavyofahamu, sasa msukumo mkubwa wa diplomasia ya Tanzania ni diplomasia ya uchumi. Kwa nisingeeleza mambo ya uchumi, biashara na uwekezaji, ningekuwa taarifa yangu kwenu imepungukiwa, sababu sasa msukumo wetu ni diplomasia ya uchumi. Takwimu za biashara kati ya Tanzania na Ethiopia zinaonyesha ongezeko la kiwango cha biashara, yani trade volume, kati ya nchi hizi mbili. Mathalan, kiwango cha biashara kiliongezeka kutoka shilingi bilioni 1.5 mwaka 2012 hadi kufikia bilioni 9.3 mwaka 2014 na kufikia bilioni 13.5 mwaka 2019. Kwa mnaweza mkaona kutoka bilioni 1.5 mwaka 2012 na sasa tumefikia bilioni 13.5 mwaka 2019. Naamini takwimu za mwaka 2020 kutakuwa na ongezeko zaidi. Na urari wa biashara, yani balance of trade, uliongezeka kutoka shilingi milioni 946.8 mwaka 2012 hadi kufikia shilingi bilioni 12 mwaka 2019. Kwa takwimu hizi, Tanzania inauza zaidi bidhaa zake nchini Ethiopia ukilinganisha na bidhaa ambazo inanunua kutoka Ethiopia. Kituo cha uwekezaji Tanzania, yani TIC, kimesajili miradi 13 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 14.57 kutoka nchini Ethiopia katika kipindi cha kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 2020. Miradi hiyo imezalisha ajira 677 kwa Watanzania na ipo katika sekta ya viwanda, manufacturing. Pia katika sekta ya ujenzi, uchukuzi na utalii. Takwimu za uwekezaji kutoka Ethiopia ni kama inavyoonekana hapo katika hizo tarakimu nilizozitoa. Mashirikiano mengine baina ya nchi hizi mbili ni pamoja na sekta ya utalii, uchukuzi, ulinzi na usalama, utamaduni pamoja na viwanda. Ndugu waandishi wa habari, katika kuifafanua zaidi sekta ya viwanda, Tanzania na Ethiopia zina fursa ya kushirikiana katika sekta hiyo hususan ya uzalishaji wa bidhaa za ngozi. Wenzetu Ethiopia wamepiga hatua kubwa sana katika kuzalisha bidhaa za ngozi, iwe ni viatu, mikanda, mikoba, pochi, zungumza jambo majaketi ya ngozi. Na shughuli nyingi hizi ukifika Ethiopia zinafanywa na viwanda vidogo vidogo, lakini ukiangalia ubora wake utaamini zinatokana na viwanda vidogo vidogo. Kwa nadhani wa Tanzania tunayo nafasi na fursa kwenda kujifunza kwa wenzetu jinsi ya kutengeneza viatu, mikanda, mabegi, majaketi ya ngozi. Na wao wamepiga hatua kubwa sana. Na kwa upande wa mifugo, yani ng'ombe, Ethiopia ni wa kwanza, sisi tunafuatia ni wa pili. Kwa tuna nafasi kubwa kabisa ya kwenda Ethiopia na kupata uzoefu katika kuongeza uongezaji wa thamani wa ngozi nchini Tanzania, lakini pia ubora wa ngozi. Kwa hiyo ni fursa kwa nchi yetu katika kuimarisha ushirikiano katika eneo hilo lenye manufaa ya kiuchumi. Kwa hiyo Tanzania itatumia fursa ya ziara hii kubadilishana mawazo na Ethiopia ili kukuza biashara ya ngozi na kukaribisha wawekezaji ili kuwekeza nchini katika sekta hiyo na sekta nyingine. Wote kama mnavyofahamu, moja ya msukumo mkubwa wa
Diplomasia ya Tanzania pia ni diplomasia ya utamaduni, yani cultural diplomacy. Na tunapozungumzia cultural diplomacy inaendana kabisa na diplomasia ya uchumi. Kwa sababu leo utamaduni, wote tunafahamu utamaduni pia ni uchumi. Iwe ni sanaa, iwe ni michezo, iwe ni muziki, iwe ni uchongaji wa sanamu, uwe ni uchoraji. Kwa hiyo tunapozungumzia utamaduni wa diplomasia ya utamaduni pia ni sehemu ya diplomasia ya uchumi. Na katika diplomasia ya utamaduni ni pamoja na lugha. Na sisi tumejipambanua kuanza kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya kimataifa. Na kama tunavyofahamu leo hii Kiswahili ni lugha ya 10 inayozungumzwa na watu wengi duniani. Lakini pia Kiswahili kimekuwa ni lugha inayofundishwa katika vyuo vikuu mbalimbali, inayotumika katika mikutano kama vile ya Umoja wa Afrika. Haijawa lugha rasmi lakini inatumika katika Umoja wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, ni lugha rasmi. Katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, pamoja na kwamba haijawa lugha rasmi lakini tuna tume ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Na kwa upande wa Tanzania na Ethiopia, tayari chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo kikuu cha Addis Ababa wameingia makubaliano ya chuo kikuu cha Addis Ababa kuanza kufundisha lugha ya Kiswahili wakisaidiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia Ethiopia imeonyesha nia ya kutaka wanadiplomasia wao kufundishwa Kiswahili. Kwa ina maana pamoja na lugha ya Kiingereza na lugha nyingine, Kiswahili itakuwa ni moja ya lugha ambazo wanadiplomasia wa Ethiopia wameomba wafundishwe. Kwa ziara hii ya rais wa Ethiopia Sahle Work Zewde, ambaye yeye ndio rais wa kwanza mwanamke wa Ethiopia, rais wa kwanza mwanamke wa Ethiopia, mwanadiplomasia mahiri mwenye uzoefu mkubwa. Na yeye kwa upande wa Ethiopia ndio alikuwa balozi wa pili mwanamke kule Ethiopia, lakini baada ya hapo amekuwa balozi wa Ethiopia katika nchi mbalimbali, kabla ya baadaye kuajiriwa na Umoja wa Mataifa kuwa Under Secretary General wa Umoja wa Mataifa. Wakati wa Guterres alichukuliwa kuwa mwakilishi maalum wa kusimamia ofisi ya Umoja wa Mataifa Nairobi, na baadaye akaenda kuwa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa katika Umoja wa Afrika. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana uzoefu mkubwa sana katika medani ya diplomasia. Amefanya kazi katika bara la Afrika akiwa balozi wa nchi yake, lakini baadaye akiwa ni mtumishi wa Umoja wa Mataifa. Na hakika yeye pia ana hadhi ya mkuu wa nchi, ni head of state, kwa sababu mtindo wa Jamhuri ya Shirikisho la Kidemokrasia la Ethiopia ni nchi ya shirikisho ya majimbo mbalimbali, na mwenye utendaji ni waziri mkuu, lakini rais ndio mkuu wa nchi, yani head of state. Kwa hiyo mgeni wa kesho ni mgeni ambaye ni mkuu wa nchi anayetembelea Tanzania, na anakuja na salamu mahususi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuongelea mambo mengine ya uhusiano kati ya Tanzania na Ethiopia. Na haya nimezungumza ya sasa, lakini ukirudi katika historia, uhusiano wa watu wa Tanzania leo na watu ambao ni Ethiopia leo au Uhabeshi wakati huo unarudi miaka 2000 iliyopita, wakati watu walipotoka katika maeneo ya Harari Ethiopia, maeneo ya Oromo na maeneo ya Amhara kushuka chini kufuata bonde la Ufa. Na baadhi yao ya watu hao ndio hawa watu leo tunaitwa wa Iraq kule katika wilaya ya Manyara, mkoa wa Manyara, na kukuta wilaya ya Mbulu na wilaya ya Karatu. Lakini baadhi yao pia ni hawa leo wanaitwa Wanyaturu, lakini wakati huo wenyewe wakiitwa Warimi, ambao kwa uwezekano mkubwa walitoka maeneo ya Oromo. Lakini pia katika milima ya Usambara na milima ya Upare wako pia watu waliotoka huko wakaenda huko, ambao wanaishi huko sasa katika milima ya Usambara na milima ya Upare. Kwa unaweza kuona pia tumeunganishwa kihistoria kwa miaka mingi sana, na inasemekana wao ni Wakushi. Wabantu waliwakuta Wakushi wamekushafika. Kwa ina maana wale waliotoka Abyssinia walikuja huku, na hao inasemekana ndio walikuja na kahawa, kwa sababu kahawa ni zao la asili la Ethiopia, na hao walileta kahawa katika maeneo ambayo leo ni karibu na Chato, Bukoba huku, na wengine walipeleka kahawa hiyo mpaka Rwanda, Burundi, na wengine walipeleka kahawa hiyo katika maeneo ya mlima Kilimanjaro. Na kwa sababu hiyo inaaminika palikuwa na biashara kati ya mlima Kilimanjaro, watu wa maeneo ya mlima Kilimanjaro ya leo na Ethiopia leo miaka mingi iliyopita,
na hao ndio waliosababisha au waliowezesha pia kahawa kuja kuwa zao lililolimwa kama zao la asili nchini Tanzania. Sasa hayo yalikuwa ni ya ziada, lakini kubwa ni ziara ya kesho tunayomtarajia Rais wa Ethiopia Sahle Work Zewde kutembelea. Nawashukuruni sana. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa taarifa hiyo kwa wenzetu waandishi wa habari. Na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Waziri, tumekubalie basi angalau mkuu wa mkoa wa Geita zungumze neno moja kama anavyosema. Tafadhali. Nashukuru sana. Ningemhamishia hivi sasa. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nchi za Nje na Uhusiano Afrika Mashariki, Profesa Palamagamba Kabudi, Mheshimiwa Brigadia Jenerali Buge, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Afrika Mashariki, waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, naomba nichukue nafasi hii adimu sana kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka kubwa anazoendelea kujalia mkoa wetu wa Geita. Tumeendelea kupokea wageni katika vipindi vya mwanzo wa mwaka huu mpaka kipindi hiki. Hii ni dalili kubwa kwamba mbingu na baraka za Mungu zimefika katika mkoa wetu, lakini kwa namna pekee katika taifa letu. Hii ni heshima kubwa kwetu kama wanageita. Basi tuwe wito kwa wanageita wote na kuwatangazia kwamba baraka hizi Mwenyezi Mungu bado hazijaondoka, zitaendelea kwa mwaka wetu wote mzima. Hivyo kesho, ambayo ni siku ya Jumatatu tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka wa 2021, naomba niwaalike wananchi wote wa mkoa wa Geita, hususan wa karibu walio katika wilaya ya Chato, kujitokeza kwa wingi mno katika uwanja wetu wa ndege wa Chato Geita majira kuanzia saa 12 mpaka saa 1 tuwe tumeanza kufika kwa ajili ya kumpokea mgeni wa kipekee ambaye atakuja katika mkoa wetu wa Geita. Mgeni huyo ni Rais wa Shirikisho la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ethiopia, Mheshimiwa Sahle Work Zewde, ambaye majira ya saa 4 atakuwa tayari ndege yake imeshawasili katika mkoa wetu wa Geita. Hivyo kama desturi yetu, basi tujitokeze wote kwa wingi tuweze kufika uwanja wa ndege na kumpokea, na tuonyeshe fahari yetu, tuonyeshe furaha yetu, tuonyeshe mshikamano kama Wageita, kama Watanzania wote. Na kingine kikubwa kwa wale ambao wanaweza wakashindwa kufika uwanja wa ndege, naomba niwasihi sasa kwenye barabara inayotokea uwanja wa ndege kuja kwenye ikulu ndogo ya Chato. Niwaombe wananchi wote wajitokeze kwa wingi, wakae pande zote mbili za barabara, wakati miti, majani, mkanga, tuendeleshe furaha na fahari yetu kwa viongozi wetu, zaidi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ataambatana pamoja na mgeni wake, Rais wa Shirikisho la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ethiopia. Kwa hiyo tukifanya hayo yote yataonyesha fahari kubwa na heshima kubwa pia na maadili yetu mema ambayo tumelelewa kwa Tanzania. Na wote tukumbuke historia hii inajirudia. Wakati wa awamu ya kwanza ya uongozi wa taifa letu tulishuhudia viongozi mbalimbali wakifika katika taifa letu la Tanzania, na wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa mwenyekiti wa nchi za ukombozi wa kusini mwa Afrika alipokea wageni mbalimbali katika vipindi mbalimbali, na jambo hilo lilinyanyua heshima kubwa ya taifa letu kwenye anga za kimataifa. Katika awamu hii ya 5 tunaona tena heshima ya kipekee ya kimkakati ya kimapinduzi ambayo tumeletewa tena kwa kiongozi wetu wa kipekee Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tumeona mvuto wake, hekima yake, busara yake na ushawishi wake wa kikanda na katika ulimwengu mzima. Tumeona viongozi wa mataifa makubwa wakiweza kufika katika mkoa wetu huu, na bado baraka hizi zinaendelea. Kwa hiyo tuangalie katika jicho la kipekee kwamba Mungu amelikumbuka tena taifa letu la Tanzania, na sisi wa Tanzania basi tuangalie, tufungue macho yetu, tuonyeshe upendo, tuangalie na fursa ambazo zitatokana na ugeni mkubwa ambao unakuwa ukija katika mkoa wetu wa Geita. Pia itatoa fursa kwa baadhi ya viongozi na ulimwengu mzima uangalie kwenye mitandao Geita iko wapi, Geita kuna nini. Hii ni fursa ya kipekee ya kiuchumi,
na mambo mengine makubwa. Kwa hiyo mimi ya kwangu yalikuwa ni hayo. Wana Geita, popote utakaponisikiliza, waambie na wenzao wote tujitokeze kwa wingi kwa siku ya kesho. Naomba niwashukuru sana waandishi wa habari na asanteni sana wote kwa kunisikiliza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa ridhaa yako kuniruhusu